Mambo vipi mfuatiliaji wa Kanyuka TV, asante sana kwa kutufuatilia. Karibu, kama bado hujasubscribe basi fanya hivyo ili wa kwanza kupata habari zetu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeweza kutoa sababu za kutoridhishwa na tume huru ya uchunguzi ya matukio ya Oktoba 29, 2025 wakati wa uchaguzi wa rais, wabunge pamoja na madiwani, siku ambayo tuliweza kushuhudia vifo vingi hapa nchini Tanzania. Raia wengi waliweza kupigwa risasi. Sasa tume iliweza kuundwa na kisha kufanya uchunguzi na baada ya tume hiyo kuundwa, mwanzoni kabisa tunakumbuka chama cha Chadema kiliweza kutoa msimamo wake wa kutoridhishwa na tume hiyo. Sasa tume inaenda kutangaza matokeo ya uchunguzi huo uliofanyika mnamo tarehe 23 mwezi huu wa 4 mwaka 2026. Chadema wameweza kutoa kauli hapa na sababu kuu zinazofanya kwamba wasikubaliane na matokeo ya tume hii ya uchunguzi ambazo wameweza kuzitoa kwamba hawakubaliani na tume hii ya Jaji Chande Othman kufuatia matukio ambayo yalitokea tarehe 29 Oktoba. Sababu namba moja wamesema kwamba kwa vyovyote itakavyotolewa na kusema tume ya Jaji Chande Othman juu ya vurugu na mauaji ya Oktoba 29, 2025 ni batili na haramu tokea ilipoundwa kwa sababu zifuatazo. Namba moja, tume imeundwa na Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mtuhumiwa namba moja, kwani ndiye alitoa amri ya kuwapiga risasi waandamanaji na watu ambao hawakuwa waandamanaji. Namba mbili, Samia alisema wakati wa kampeni haramu za udanganyifu mkuu kuwa wanaosema hakutakuwa na uchaguzi wakumbuke kuwa yeye ndiye amiri jeshi mkuu na kuwa hakutakuwa na nywinywi wala nywinywi. Namba tatu, waandamanaji hawakuwa na silaha za moto. Ajabu yake walipigwa risasi kinyume kabisa na utaratibu za kimataifa na nchi yetu za kukabiliana na waandamanaji, ambazo ni matumizi ya mabomu ya machozi, maji ya kuwasha hewa ya pilipili na ikilazimika sana risasi za plastiki. Namba nne, kuwekwa kwa zuio la kutoka nje na kutembea lililotangazwa na IGP Camillus Wambura ilikuwa kinyume cha sheria, kwani hana mamlaka hayo. Namba tano, wamesema kwamba kuzimwa kwa mtandao wa internet kwa siku 6 ilikuwa kinyume cha sheria. Kwa kuzimwa kwake, mauaji mengi yalitokea na yalisababisha watu kuto kupata taarifa za kiwakati juu ya maovu makubwa yaliyofanywa na vyombo hivyo vya dola. Namba 6, kuzimwa kwa mtandao na zuio la kutoka nje sehemu nyingi za nchi yetu ilimaanisha hata wafanyakazi na mawakala wa tume ya udanganyifu mkuu ya Jacobs Mwambegele haikuwa na uwezo wa kupata matokeo ya uchaguzi huo haramu. Ajabu yake, mdanganyifu huyo mkuu asiyeheshimu kazi na maadili ya ujaji akatangaza matokeo kama kwamba uchaguzi ulifanyika na kura kuhesabiwa na matokeo kutangazwa katika kila kituo na hatimaye kutumwa kwa tume hiyo haramu. Aliweza kusema hivyo. Namba 7 ni Stergomena Tax ambaye alikuwa waziri wa ulinzi katika serikali ya Samia wakati wa udanganyifu huo na mjumbe katika tume hiyo ya Chande. Ni kanuni ya kisheria na haki kuwa huyu ana mgogoro wa kimaslahi na ni sehemu ya waliopaswa kuchunguza. Imekuwaje akageuka kuwa mchunguzi? Namba 8, akasema kwamba Jaji Othman Chande na Jaji Ibrahim Juma wanajua kama wajuavyo wanasheria na wasomi wote kuwa hauwezi ukawa hakimu au mwamuzi katika kesi yako mwenyewe. Nemo judex in causa sua. Sasa imekuwaje wawe katika tume ambayo ina kasoro hii kubwa? Je, inafahamika kuwa pale tume itakapokuwa na kasoro hiyo? Moja kati ya sababu 8 hizi ambazo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wameweza kuzitoa kuhakikisha kwamba ama kutufahamisha kwamba wenyewe hawafahamu ama hawaridhii kuhusiana na matokeo ya tume ya uchunguzi ya Jaji Chande Othman, kwamba kwa yale ambayo yalitokea tarehe 29 Oktoba. Kufuatia video hii, wapo watu ambao wameweza kuhoji hapa, wameandika comment ndefu kwelikweli. Anasema kwamba mbona unawashwa nayo sana, si mlisema muitambui? Acha tunaoitambua na kuiamini kuretee majibu. Wewe na mashoga zako wa upinde endeleeni na kuinukisha na shule ya sheria. Akasema tuondoke na neno judex in causa sua, sheria bana. Akasema mtuambie kwanza kama nyinyi ndio mliowatuma wachome moto mali za watu na mali za serikali. Akasema tukubaliani na tunataka watu wawajibishwe. Unaunda tume wakati waliokuwa wanajulikana na baadhi ya wakuu wa vyombo
vya ulinzi walifia matamko kuwa kwa jeshi hili tutawaua, lakini mtu anapenda kufa, na kweli wakaua kwa kukusudia kabisa, na huduma za matibabu watu wakanyimwa ili kulinda madaraka na ufisadi. Je, baada ya kuua hao madaraka yamewafikisha wapi? Je, mlioua ndugu zetu kwamba nyie kifo hakiwezi kuwakuta, ama kufa mtakufa, lakini kabla mjafa mnatakiwa mwajibishwe, mkaozee gerezani. Akasema Chadema walikuwa wa kwanza kupinga tume hiyo, kuidhihaki, kuitolea maneno ya kila aina katika kujenga picha kuwa tume hiyo ilikuwa haina uhalali wala sifa ya kuitwa tume, wala haikustahili hata kufanya kazi hiyo. Haya ni maoni tu ya baadhi ya watu wakiandika kufuatia sababu 8 za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akisema kwamba kwa vyovyote vile itakavyotolewa, na kusema tume ya Jaji Chande Othman juu ya vurugu na mauaji ya Oktoba 29, 2025 ni batili na haramu tokea ilipoundwa, na sababu hizo ndizo ambazo wameweza kuzitoa. Nini maoni yako? Tokea hapo kwenye comment, una haki ya kutoa maoni. Enjoy habari zetu. Hii ni Kanyuka TV.